Bana, mambo vipi? Mambo ni aje mtu wangu wa nguvu? Karibu katika Sports Update ya TBC2. Hizi ni dakika 5 za kukujuza yale yote yalojiri katika viwanja mbalimbali hapa nyumbani Tanzania, lakini pia na nje ya mipaka ya Tanzania. Jina langu ni Ishaka Nyamihasi na kukumbusha tiki ya kwanza Oktoba 29 tunakwenda pale kutiki, na hakikisha unakuwa mjanja kwa kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kumchagua rais, mbunge, lakini pia diwani. Utakuwa umetisha kinoma noma. Karibu nikupitisha katika dakika 5 za kimichezo, na moja kwa moja tunaanzia hapa nyumbani Tanzania, ambapo tarehe 29 mwezi wa 11 tunakwenda kushuhudia uchaguzi mwingine wa kuchagua wajumbe, lakini pia mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa bodi ya ligi ya Tanzania TPLB. Sasa twende tukamsikie makamu mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi ya shirikisho la soka Tanzania TFF, wakili Karume, ambapo alikuwa anataja baadhi ya mambo ambayo ni ya kuzingatia kuelekea katika uchaguzi huu. Kwa mujibu wa kanuni hiyo ambayo nimeitaja ya 10 kifungu kidogo cha kwanza, kwamba kutakuwa na uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi, na nafasi ambazo zitazokuwa zinagombewa ni nafasi moja kwa upande wa mwenyekiti, na makamu mwenyekiti nafasi moja, na kutakuwa na wajumbe wawakilishi wa klabu za ligi NBC, ligi kuu ya NBC nafasi 3, alafu kutakuwa na wajumbe wawakilishi wa klabu za NBC Championship nafasi 2, pamoja na wajumbe wawakilishi wa klabu za First League nafasi 1. Ukiachana na uchaguzi mkuu wa bodi ya ligi Tanzania bara, ni kwamba tarehe 13 mwezi wa 10 wachezaji ambao wanashiriki mchezo wa kuogelea Tanzania watakuwa nasafiri kuelekea Kenya, ambapo wanakwenda kushiriki mashindano ya mchezo wa kuogelea yanayoshirikisha nchi za Afrika Mashariki na Kati katika viwanja vya Kasarani pale nchini Kenya. Mashindano haya ambayo yataanza tarehe 16 mwezi wa 10 mpaka tarehe 29 mwezi wa 10 yanakwenda kushirikisha nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania. Na hapa tumeweza kufanya mazungumzo na rais wa chama cha mchezo wa kuogelea David Mwasioge, ambapo anatueleza maandalizi kuelekea katika mchezo huo, lakini kila kitu ambacho kinahusisha mashindano hayo makubwa barani Afrika. Tuna timu ya taifa ambayo inakwenda kwenye mashindano ya kanda ya Afrika Mashariki na Kati mwezi wa 10. Pia tuna timu ya wachezaji 28 na makoche na team managers. Kwa hiyo kuna kikosi cha watu 40 ambacho tunategemea pia kukipeleka Nairobi, Kenya kwenye mashindano hayo. Lakini pia kuna mashindano ya wazi ya open water ambayo nayo yatafanyika Mombasa mwezi huu wa 10. Kwa hiyo tunaomba washikadau waendelee kujitokeza kutusupport, na tunaiomba serikali ya Mama Samia pia iendelee kutushika mkono. Mpaka hapo tunaweka nukta katika habari za michezo za hapa nyumbani, na sasa tunaelekea katika anga la kimataifa, ambapo ligi ya mabingwa barani Ulaya itaendelea siku ya leo kwa michezo kadhaa, na michezo ambayo itachezwa usiku wa leo ni mchezo kati ya Union Saint-Gilloise dhidi ya Newcastle United kuanzia majira ya saa 1 na dakika 45 usiku, lakini Karabag FK watawaalika Copenhagen muda huo wa saa 1 dakika 45, na kuanzia majira ya saa 4 usiku michezo kadhaa itachezwa, ambapo Monaco watakuwa nyumbani kualika Manchester City, Borussia Dortmund watawalika Athletic Club Bilbao kutoka Hispania, lakini Napoli wao watakuwa nakipiga dhidi ya Sporting Lisbon. Villarreal watawalika Juventus, na Arsenal watakuwa kipiga dhidi ya Olympiacos, huku Barcelona wakiwalika PSG kutoka Ufaransa, na Bayer Leverkusen watawalika PSV. Mpaka hapo tunaweka nukta katika Sports Update ya siku hapa ya leo. Ulikuwa nami Ishaka Nyamihasi. Usisahau kuendelea kulambaza katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube channel yetu ya TBC2 Online, uweze kupata taarifa kemkem za kimichezo zinazoendelea kutokea hapa Ujanjani HQ. Mpaka wakati mwingine, bye bye.